Mwajemi na Urusi. Hii nafikiri tunajua ushirika uliopo kati ya Irani pamoja na Urusi, na tunaelewa vizuri sana kwa namna ambavyo wamekuwa na ushirikiano wa kufanya biashara pamoja, hata swala la kuuziana silaha, yani win-win situation kati ya Irani na Urusi, jambo ambalo likawa linabadilisha ile tunasema au tunaita balance of power. Kwa katika mambo mengi ambayo wamekuwa wakiyafanya, Urusi akisapoti Irani na Irani pia kimsapoti Urusi katika mambo mojawapo ambayo au biashara ambayo wamekuwa wakifanya ni Urusi kumuuzia ndege za kivita huyu Mwajemi. Na ndege hizi za kivita sio nyingine bali ni Sukhoi Su-35 ambazo uwezo wake unaweza ukafanana na F-35, zile ndege za watu wa magharibi. Lakini kwa Urusi ni Sukhoi Su-35. Lakini hasa kitu cha ambacho ninataka kukuambia ni nini hasa? Hizi ndege, kwa sababu takumbuka Januari mwaka huu wa 2025 mwezi wa kwanza ndipo ambapo waliingia kwenye makubaliano ya kuuziana ndege kati ya Urusi na Irani. Manake Irani hana ndege. Irani ndege zake ni outdated plane, ambazo tunaweza kusema hivyo kwa sababu ni ndege ambazo anatumia ndege zilizotumikaga kipindi cha Umoja wa Kisoviet au ndege hizi za Marekani zile za kizamani kweli. Lakini haya huko Umoja wa Kisoviet ni MiG sijui 14, no, ilikuwa MiG-5, MiG-4 hivyo, yani mandege ya kizamani yale. Kwa hiyo Irani alikuwa hajajiwekeza yeye kwenye ndege au tuseme kwenye masuala ya anga, yalikuwa amejiwekeza zaidi kwenye makombora ambayo sasa ni haya surface to surface missiles, ambayo ni makombora ya namna hiyo. Kwa kwenye ndege alikuwa hana, na ndio maana unakumbuka shambulizi lile ambalo Israeli alishambulia Irani liliwezekanika vizuri sana kwa sababu Irani hana ndege. Irani ana makombora, ingawa tuliona kwenye kisasi cha Mwajemi the way ambavyo alibagaza kweli Israeli kwenye kisasi kile cha Mwajemi, kwa sababu kisasi cha Mwajemi sio cha kawaida. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kwenye hii biashara ambayo sasa walifanya kuanzia mwaka huu, biashara inayogharimu dola za Kimarekani bilioni 6. Sasa hizi ndege zinakuja na kombora linalojulikana au linalofahamika kama kule Urusi linaitwa R-37M au R-37M. Kombora hili ni kombora ambalo linafungwa kwenye ndege. Yaani ndege hizi Sukhoi Sukhoi Su-35 zenyewe zinapoenda kushambulia, basi zitabeba haya makombora. Sasa hatuwezi kusema ni zawadi kwa sababu inawezekana ni part of the deal. Huku ukijua kabisa kuwa Mwajemi amemsaidia sana Urusi katika vita vyake, hususan kwenye swala la drones. Na mpaka sasa kuna viwanda vingi au kuna viwanda vikubwa ndani ya Urusi ambavyo vinatengeneza drones, ambazo drones hizi sasa upande wa Urusi zinaitwa kamikaze, lakini kule wao wanaziita Shahid. Nafikiri mmeona yale madrones meusi yale, ambayo sasa hizi drones ni design ni kutoka Irani, kwa sababu Wajemi wao walijiwekeza zaidi kwenye drones, lakini pia vile vile kwenye makombora ambayo ni ya masafa marefu zaidi. Kwa hiyo ndio maana sasa wamejiwekeza huko hawa. Kwa hiyo wamesaidiwa pia sana hawa Warusi na Mwajemi, kwa sababu kama unakumbuka wakati hivi vita vinaendelea vikiwa kwenye mwaka wa pili, vita vya Urusi na Ukraine vikiwa kwenye mwaka wake wa pili, mtakumbuka vizuri sana kuwa Mwajemi alimpa ballistic missiles za masafa mafupi Urusi kwa ajili ya kupambana na kupambana na Ukraine. Na sio Ukraine tu, maana ni kupambana na watu wa magharibi. Ndio maana au ndicho ambacho tunaweza kusema hivyo, au ndivyo inavyomaanisha. Kwa hiyo amemsaidia sana. Kwa ilikuwa pia ni Urusi pia kuweza kumsaidia Mwajemi ili waweze kusaidiana, kwa sababu vita vya Urusi na Ukraine ni watu wa magharibi wanapigana na Urusi. Ndio maana Vladimir Putin yuko aware sana na hilo jambo, na ndio maana unaona
mambo yanaenda kwa namna hiyo. Sasa nirudi hapa kwenye makombora haya ambayo yanabebwa na hizi ndege za Sukhoi Su-35. Ni makombora ambayo kama nilivyokuambia ni yanafahamika kama R-37M. Makombora haya ni Russian 35 missiles, lakini kifupi chake wameyaita R-37M, ndio kifupi chake. Lakini uwezo kwanza wa haya makombora, yana uwezo wa kupiga kilomita 300. Kilomita 300, ndugu zangu. Hiyo inaitwa beyond nini? Beyond BVR. BVR kirefu chake nini? Beyond visual nini sijui. Lakini yana uwezo, kwa maana kwamba Irani, ndege hizi ambazo amezinunua kutoka Urusi, hizi za Su-35, zina uwezo wa kuwa bado ndani ya anga la Irani, lakini zikasababisha hatari na zikashambulia upande wa adui ambao ni Israeli. Kwa sababu kama mnavyojua, hasimu mkubwa wa Irani ni Israeli. Kwa sababu wao Irani pale, kumbuka, ile ni nchi ya Kiislamu. Na kama ni nchi ya Kiislamu, wanasema hawa Wayahudi ni makafiri ambao wameivamia nchi takatifu. Ndio kauli wanazoziongea Irani, sio mimi, ni Irani ndivyo wanavyoongea. Na ndio maana hivi vita vyote unaona Irani anapokuwa na support makundi kama vile Hezbollah, makundi kama Hamas, makundi kama wazee wa Yemen au Houthi na makundi mengine, ni kwa maana kuwa haya makundi yamejizatiti kupigana na Israeli. Kwa hiyo hasimu wake mkubwa ni nani? Ni Israeli. Na ukiangalia kwenye vile vita vya vilivyotokea siku 12 zile ambavyo Israeli aliingia kushambulia pale. Kwa hiyo hii sasa ikabidi Mwajemi aanze kujihami. Na kujihami tumeona amenunua ndege za Urusi, amenunua ndege za China, umeona, na sasa ndege, kwa sababu makombora, yeye ndio baba wa makombora pale. Makombora ambayo yanaweza yakasafiri umbali wa kilomita 2000 kwenda yanakotakiwa kwenda kupiga. Lakini hii ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana yake wameiongezea uwezo zaidi hiyo ndege ya Su-35. Hii maana yake itakuwa na uwezo mkubwa kuliko F-35. Maana F-35 kama nilivyokuambia ni ndege zinatumika na watu wa magharibi, Marekani na mataifa ya Ulaya haya kama Denmark, ukiangalia kama Netherlands na mataifa mengine, wao wana hilo toleo ambalo ni F-35 na wa Marekani. Lakini yeye Mrusi ana hiyo Su-35, ambapo sasa kwa kuongezea na hili kombora la R-37M, manake itakuwa imeongeza uwezo mkubwa sana wa hii ndege ya Urusi kuweza kufanya zaidi kuliko ndege ambazo Israeli anatumia ambazo ni F-35. Kwa sababu ndege hizi ambazo Israeli anazitumia, namna zilivyotengenezwa, umbali wa kutoka Israeli mpaka uje kuingia kwenye anga la Irani utahitaji kuweka mafuta njiani. Na unakumbuka wakati ule Israeli ameivamia Qatar, nakumbuka vizuri sana aliposema kuwa na wawinda wale viongozi wa Hamas pale Qatar. Mnakumbuka vizuri kuwa zile ndege zilikuwa hazina uwezo wa kutoka Israeli moja kwa moja mpaka kufika Qatar kuivamia Qatar. Ilibidi lazima ziongezwe mafuta njiani. Na wakati zile ndege zinakuja, zilionekana ndege kubwa za Uingereza za kuongeza mafuta, fuel tanker hizi, zikaonekana wakati huo ziko angani. Kwa hiyo timizi ndio maana wasema inawezekana Uingereza pia ilishirikiana na nani? Na Israeli katika kuhakikisha kuwa wanailipua Qatar. Ndio maana. Kwa sasa kwa namna hizi ndege za Israeli zilivyo, haziwezi kutoka Israeli moja kwa moja zikasafiri mpaka Irani bila kuongeza mafuta. Hili likiwa na maana gani? Manake hizi ndege sasa na hili kombora hili ambalo ni R-37M manake au R-37M linampa uwezo zaidi Irani wa kuweza kufanya mashambulio kwa haraka zaidi kuliko kabla ya zile ndege za Israeli hazijafanya. Kwa sababu hili kumbuka ni air to air missiles. Kwa sababu unakuanga na yale makombora ambayo ni air to surface missiles. Lakini hili ni air to air missile. Kwa maana kuwa lina uwezo wa kupiga ndege inayokuja likatungua, ama pia lina uwezo wa kushambulia
pia vifaru, maana ni air to air missiles, lakini pia ni air to surface missiles, ili kombora ambalo Urusi amempa Mwajemi ili Mwajemi aendelee kupambana, na katika kupambana huko basi matokeo yake yawe hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuko kwenye dunia ambayo ina migogoro mbalimbali duniani, na bado mambo yanaendelea kuwa si mambo. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia tuone mambo haya yatakaa namna gani ama yatakuwaje, kwa sababu upande wa pili ukiangalia, Israeli amekuwa akilalamika kuwa Urusi anapigana naye indirect way, lakini je, tunasahau pia kuwa hata Israeli mwenyewe alikuwa anapeleka mifumo ya ulinzi Ukraine, kwa maana kuwa sawa, tunajua Urusi hawezi akaivamia Israeli moja kwa moja, kwa sababu ndani ya Israeli kuna Warusi wako wengi tu pale, Warusi kama milioni 2, na ndio maana unakumbuka kwenye kipindi kile cha vita vya siku 12 Urusi hakujihusisha kabisa na ule mgogoro kati ya Israeli na Iran. Urusi alitoa maonyo kuwa inaonekana kuna shambulio linakuja, lakini hii ni biashara sasa wanayofanya kati ya Urusi na Iran, ambapo hata Israeli wakilalamika si lolote si chochote zaidi ya kuwa wale wako kwenye biashara, kama jinsi ambavyo Israeli naye ana washirika wake ambaye ni Marekani. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, tunawashukuru kuendelea kufuatilia taarifa zetu hapa. Asante.